Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia, nami Robert Kipto. Watu 33 wamefariki kufuatia mafuriko yaliyokumba mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa mwishoni mwa juma lililopita. Kwa mujibu wa naibu waziri mkuu wa nchi hiyo anayehusika na usalama wa ndani Jacquim Shabani, waathiriwa wengi walifariki baada ya nyumba zao kusombwa na maji. Wengine ni wale waliokwama baada ya mto Njili kuvunja kingo zake mashariki mwa Kinshasa. Hamad Bahaj na maelezo zaidi. Naibu waziri mkuu wa nchi hiyo Jacquim Shabani amesema kuwa watu wengine 46 wamelazwa hospitalini kwa matibabu. Zaidi ya nyumba 200 zimeathiriwa na mafuriko hayo. Licha ya viwango vya maji kupungua hii leo, mafuriko hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu, hali iliyokatiza kabisa usafiri wa barabara mjini humo. Daraja kuu la Njili lilifurika na hivyo kukatiza usafiri katikati ya mji na uwanja mkuu wa ndege. Daniel Bumba, gavana wa Kinshasa, amesema kuwa manispaa 12 kati ya 26 zimeathiriwa na mafuriko na maporomoko ya udongo. Shughuli za uokozi kuwaokoa wale waliokwama ndani ya makazi yao inaendelea. Zaidi ya watu 50 wameuawa na karibu wengine 2,000 wamekimbia makazi yao kaskazini mwa Nigeria baada ya mapigano makali zaidi kuzuka kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita nchini humo. Shirika la kitaifa la usimamizi wa dharura lilisema watu wenye silaha walifanya mashambulizi ya kikatili katika vijiji 6 katika wilaya ya Bokos katika jimbo la Plateau, lakini hawakutoa sababu maalum ya mashambulizi hayo. Wafugaji kutoka kwa dini ya Kiislamu na Kikristo huishi katika eneo hilo na jamii hizo mbili zina historia ya kushambuliana mara kwa mara. Rwanda imeadhimisha miaka 31 tangu kutokea kwa mauaji ya kimbari ambayo yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 800, wengi wao kutoka jamii ya Watutsi. Mauaji hayo yalianza tarehe 7 Aprili mwaka 94 baada ya rais wa Rwanda na Burundi kuuawa baada ya ndege walimokuwa kisafiria kudunguliwa. Watu wenye itikadi kali kutoka kwa jamii ya Wahutu walaumu Watutsi na kuanzisha vita vikali na kuangamiza. Rais Paul Kagame ambaye alikuwa kamanda wa jeshi la RPF ambalo lilikuwa na idadi kubwa ya watu wa Watutsi wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Rwanda, hii leo aliongoza raia wa nchi hiyo kuadhimisha kumbukumbu hiyo na kuweka shada la maua katika mnara wa makumbusho wa mauaji ya kimbari mjini Kigali. Masoko ya Ulaya na bara Asia yamepata hasara kubwa huku kukiwa na wasiwasi wa mdororo wa kiuchumi duniani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza ushuru mpya. Masoko ya mataifa kubwa barani Ulaya, Ujerumani, Uingereza na Ufaransa zimeimarika kwa kiasi, lakini ingali chini kwa kati ya 3 na 4. Barani Asia, soko la hisa la Hong Kong lilifunga huku likiwa limeanguka kwa zaidi ya 13%, kiwango ambacho ndicho mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1997 wakati wa mdororo wa uchumi barani Asia. Mshauri wa kiuchumi wa Rais Trump, Kevin Hassett, amepuuza wasiwasi kutoka kwa jamii ya kimataifa akisema kuwa Rais Trump huenda akawasikiliza washirika wake ambao watakuwa na mikataba mizuri ya kibiashara. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kuwa Ufaransa na Misri imelaani hatua ya Israeli ya kuanzisha upya mashambulizi katika eneo la Gaza. Akiongea mjini Cairo katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa nchi hiyo Abdel Fattah al-Sisi, Macron alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja na kuachiliwa huru kwa mateka wote wanaozuiliwa na wapiganaji wa Hamas. Rais Sisi amesema wameafikiana kwa pamoja kupinga kuhamishwa kwa Wapalestina kutoka kwa ardhi yao. Huku hayo yakijiri, zaidi ya watu 20 waliuawa kwenye mashambulio ya anga yaliyofanywa na wanajeshi wa Israel katika eneo hilo la Gaza. Watu 2 akiwemo mwandishi mmoja wa habari waliuawa na wengine 9 kujeruhiwa kwenye shambulio la anga lililofanywa katika kituo kimoja cha habari cha muda katika eneo la Khan Yunis. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Robert Kipto. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka matangazo haya yanakuja kupitia redio ya shirika mbalimbali ikiwemo Radio Free Africa, Radio 1 nchini Tanzania, nchini Kenya Mwanedu FM, Must FM. Iwapo uko nchini Uganda tusikilize kupitia Radio Paida, Radio Lira au Radio Kitara, na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kupitia Radio Muungano Beni. Vile msikilizaji
msikilizaji, matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ya BBC ambayo ni BBC Swahili na kwenye mtandao wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Karibu, leo hii uko nami Phyllis Mwate na mwenzangu ni Sarafina Robi. Sote tuko studio zetu mjini Nairobi. Karibu Sarafina. Asante Phyllis. Na msikilizaji, tukianza ni kuwa watu 30 wamefariki dunia katika mafuriko yalokumba Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mvua kubwa ilionyesha mwishoni mwa juma imeharibu makazi na miundombinu ya mitaa ya mji huo. Mto Ndiliji unaopita katika mji huo wenye wakazi karibu milioni 17 ulivunja kingo zake na kuathiri usafiri. Mitaa kadhaa ya Kinshasa pia haina umeme na maji safi ya kutumia. Mbele Chimsoshi na maelezo zaidi. Mji mkuu Kinshasa umekuwa kama mto, haswa sehemu inayoitwa Boulevard Lumumba katika kilalo kinaunganisha mitaa mbalimbali ya Kinshasa na uwanja wa ndege. Hapa maji imejaa na nyumba kadhaa zimebomoka. Watu wamekuwa juu ya magorofa wakitizama vipi shughuli za uokoaji zimefanyika. Serikali ya Kinshasa imesema ya kwamba watu 32 wamefariki kutokana na maporomoko ya ardhi na mafuriko pia. Patricia Gondo ni waziri wa afya wa mji mkuu Kinshasa. Nous avons ce qu'on appelle des données provisoires. Sasa tunawatangazia matokeo ya awali. Ni watu zaidi ya 30 ndio wamefariki dunia. Tunaendelea na tafitishi zetu. Matokeo ya jumla yatatangazwa na gavana. Lakini kwa sasa wengi wa waathirika wameanza kulalamika ya kwamba wamekuwekwa katika hali mbaya, hakuna chakula ya kutosha. Busiku tuko na batoto na nyumba, mai naingia za mingi. Bwanangu kwa medecin, hii situation hairuke itafanya nini? Kumata batoto inatia kule yulu kwa kitanda, hatui kinatofanya nini? Tunalala na batoto, mvula na nenesha, maneno ishakuwa nguvu za mingi. Tutusaidie hapa, tunafika hapa jana bana tupatia tu ka mukate moya na ji. Batoto habana tabu, habana tanguo, mapapa haziko, tuko tu vile. Biko nakuwa tu banaenge hapa ni nini banaenda, hapa ni nini banaenda, habafanya hata kitu. Hapa mina batoto biko na gonjwa. Lakini waziri wa mambo ya ndani amesema ya kwamba serikali imefanya juhudi ili watu walioathirika wakuwe pahala pazuri na wapewe mahitaji walioitaka. Jacques Shabani ni waziri wa mambo ya ndani nchini DRC. Mapema mwezi huu shirika la utaratibu wa hali ya hewa DRC lilitangaza kuwa mvua kubwa zaidi inatarajiwa kunyesha mwezi wa Aprili na Mei. Kinshasa pamoja na wakazi wake karibu milioni 17 imekuwa ikikabiliana na uhamiaji usiopangwa. Ujenzi haramu kwenye maeneo yenye maji mengi na mifereji duni imekuwa sababu ya mafuriko haya. Mbele Chimsoshi, Dira ya Dunia, BBC Kinshasa. Na tunasalia nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo utawala wa M23 eneo la mashariki mwa nchi hiyo kaskazini mwa mkoa wa Kivu umetangaza huduma za benki zitarejea mjini Goma kuanzia leo na kwa wiki hii. Uzinduzi rasmi utaandaliwa na mratibu wa Congo River Alliance AFC na M23 Corneille Nangaa pamoja na hazina ya pamoja ya Kongo ambayo ni Kadeko. Mji huo umeathirika na upungufu wa fedha tangu ulipotekwa na waasi wa M23 mwishoni mwa mwezi wa Januari. Zaidi na Hamida Abubakar. Waasi wa M23 ambao wameuteka mji wa Goma tangu mwezi Januari wametangaza kuteuliwa kwa mamlaka mpya itakayofanya kazi katika sekta ya akiba na mkopo jijini Goma. Mjini Goma na Bukavu idadi kubwa ilitatizika kiuchumi kwani benki na taasisi ndogo za kifedha zilifungwa na kutatiza shughuli za uchumi huku makampuni, hospitali, mashirika yasiyo ya kiserikali yakipunguza nguvu kazi yao. M23 waliandaa mkutano wa kuhamasisha watu katika jamii kuhusu sekta mbalimbali za kuhifadhi pesa wakiwa pamoja na shirikisho la wafanyabiashara na wabadilishanaji wa pesa nchini Kongo. Corneille Nangaa ni kiongozi wa kundi hilo la waasi wa M23. Mamlaka hii itachukua jukumu la benki kuu katika eneo lote lililodhibitiwa. Kadeko itakuwa benki kwa kweli. Mtu huwa anajigundua katika shida na katika jaribio hili ni sisi kuchukua hatua. Kadeko itawajibika, itakuwa benki na hatuwezi kufeli. Elle sera une banque et nous n'avons pas droit à l'échec.
Tangazo la kufunguliwa kwa benki ya Kadeco mjini Goma halijakaa sawa na viongozi wa serikali ya Kongo. Eric Bwanapoa, mbunge wa wilaya ya Nyiragongo na mji wa Goma, amesema hatua hiyo ni ishara kuwa kundi la M23 halitaki kuwepo kwa amani. Wao wanajua lengo gani ambayo wanafuatilia, na hiyo lengo ni kupora mali ya Kongo, na hiyo kupora mali ya Kongo na wakongomani ndio wao wanabaki wa victim, kuonyesha ya kwamba hawana nia nzuri ya kusema wanataka amani ndani ya nchi yetu. Na kwetu sisi tunaona ya kwamba hao adui wa nchi yetu wanataka kutuangamiza sisi hata na raia yetu ya Kongo. Kufunguliwa kwa benki ya Kadeco mjini Goma kumezua hisia tofauti miongoni mwa wakazi wanaoishi mashariki mwa DRC. Ni kwa furaha kubwa tunaona wanafungula benki hii ya Kadeco, na tungeliomba na benki zingine bazifungule kwa urahisi. Ni raia anateseka sana wakati anakosa ginsi ya taretire, na wavijana wa mingi wanakosa waweke akiba namna gani. Tunatugusa sana sisi wakaaji, tunahitaji tena hiyo maisha yetu ya zamani. Haitakuwa vizuri tena sie tuanze kujipeleka kimbelembele ndani hivi. Hapana, mie kwangu binafsi nitachunga kwanza niangalie vitakuwa namna gani, porque niangalie kidogo yangu nianze kwa naweka samu itanisaidia kesho. Wamiliki wa biashara baadhi yao wameelezea wasiwasi wao wa kupoteza fedha zao iwapo watahifadhi katika benki hiyo ambayo inaendeshwa na waasi wa M23. Tangu kufungwa kwa uwanja wa ndege wa Goma na mji huo kutekwa na waasi wa M23, benki zilifungwa huku shughuli za kiuchumi zikiwa zimepungua. Hayo yakijiri, raia wanaoishi wilayani Nyiragongo wanaishi na wasiwasi baada ya watu 10 kutoka familia moja kuripotiwa kuuawa na watu waliojihami na silaha mwishoni mwa juma lililopita. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imethibitisha kutolewa kwa euro milioni 52 kwa wasiriwa wa mbabe wa kivita wa Uganda anayedaiwa kushinikiza utawala wa kikatili kama sehemu ya kundi la Lord's Resistance Army iliongozwa na Joseph Kony. Dominic Ongwen, ambaye jina lake la utani lilikuwa White Ant, kwa sasa anatumikia kifungo cha miaka 25 jela kwa makosa 61 yakiwemo mauaji, ubakaji na utumwa wa ngono. Ron Clifford anaarifu zaidi. Majaji wa mahakama ya ICC mwaka uliopita waliagiza fidia ya dola milioni 57 kwa waathiriwa wa vita kati ya waasi wa Lord's Resistance Army LRA na jeshi la Uganda UPDF. Hii ilitia ndani malipo ya takriban dola 800 kwa kila mwathiriwa aliyetambuliwa na mahakama hiyo, ambao wote wanakisiwa kuwa karibu watu 50,000. Ongwen alikuwa amekata rufaa ya fidia hiyo, lakini majaji wa mahakama ya rufaa ya ICC kwa kauli moja walipinga ombi hilo. Jopo hilo la majaji liliongozwa na Jaji Solomi Balungi ambaye pia ni raia wa Uganda. Ongwen alifuatilia kikao hicho cha mahakama kwa njia ya video huku akiwa amevalia suti nyeusi na tai nyekundu. Ongwen alitekwa nyara akielekea shuleni na kulazimishwa kuhudumu katika jeshi la waasi akiwa na umri wa miaka 9, na kesi yake imezua mjadala kuhusiana na uwajibikaji wa watu waliotekwa nyara wakiwa watoto. Kundi la LRA lilianzishwa miongo mitatu iliyopita na aliyekuwa mhudumu wa kanisa Katoliki Joseph Kony, ambaye alianzisha uasi uliosababisha umwagikaji mkubwa wa damu katika eneo la kaskazini mwa Uganda dhidi ya utawala wa Rais Yoweri Museveni. Kampeni ya Kony ya kujaribu kuanzisha taifa ambalo lilitawaliwa kwa misingi ya amri 10 za Mungu lilisababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na zaidi ya watoto 60,000 kutekwa. Mbali na Uganda, waasi hao wa LRA wanahudumu katika mataifa ya Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Majaji hao wamesema kuwa Ongwen aliamuru wanajeshi wake kutekeleza mauaji ya zaidi ya watu 130 katika kambi za wakimbizi za Lukodi, Pajule, Odek na Abok kati ya mwaka 2002 na 2005. Licha ya mahakama kutambua kuwa alitekwa nyara akiwa mchanga, hilo halikumpa idhini ya kutekeleza uovu na hivyo kumpata na hatia. Wakfu wa mahakama hiyo ya ICC sasa utapanga jinsi fidia hiyo itakavyolipwa, kwa sababu Ongwen anatumikia kifungo chake katika mahakama moja nchini Norway, hana uwezo wa kuilipa. Ongwen alijisalimisha kwa wanajeshi wa Marekani waliokuwa wanamsaka Joseph Kony katika Jamhuri ya Afrika ya Kati mapema mwaka 2015 na kuhamishwa moja kwa moja hadi mahakama ya ICC ili kufunguliwa mashtaka. Mahakama hiyo ya ICC inatarajiwa kutangaza mashtaka dhidi ya Kony bila kufikishwa mahakamani tarehe 9 mwezi 9 mwaka huu.
Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu: watu 33 wamefariki dunia katika mafuriko yaliyokumba Kinshasa, ambao ni mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu imethibitisha kutolewa kwa euro milioni 52 kwa waathiriwa wa vita vya Lord's Resistance Army LRA nchini Uganda, na hofu inazidi kuongezeka nchini Sudan Kusini, huku raia wakihofia kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na mvutano kati ya rais wa nchi hiyo Salva Kiir na naibu wake Riek Machar. Hii ni BBC. Na ikiwa ndio unajiunga nasi, unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC na upo nasi Phyllis Mwatena mi Sarafi Nairobi. Tukiendelea ni kwa masoko ya hisa ya Asia yameshuka kwa kiasi kikubwa licha ya rais wa Marekani Donald Trump kutetea sera zake za kibiashara zilizosababisha kuporomoka huko kwa masoko ya hisa, na sio tu Asia lakini pia maeneo mengi duniani. Victor Kenani na taarifa zaidi. Ikiwa ni siku ya tatu ya masoko kurekodi hasara baada ya Marekani kutangaza ushuru wa juu, thamani ya hisa katika soko la Hang Seng huko Hong Kong inaendelea kushuka na sasa imeshuka kwa karibu 12%. Nchini Japan, soko la hisa la Nikkei limeripoti upungufu wa 6.5%, huku soko kuu la hisa la China pia likishuka kwa zaidi ya 6%. Wawekezaji wana wasiwasi kwamba ushuru huo unaweza kusababisha kudorora kwa uchumi duniani. Bwana Trump amepuuza kuhusu huko kwa masoko ya hisa, akisema saa nyingine lazima tu unywe dawa na kusisitiza ajira na uwekezaji utarejea Marekani. Sitaki chochote kiporomoke, lakini saa nyingine inabidi unywe dawa kukuweka mambo sawa. Tumenyanyaswa na nchi nyingine kwa sababu ya uongozi wa kipuzi ambao uliruhusu hayo. Walichukua biashara zetu, fedha zetu na ajira zetu. Hayo yanajiri huku nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi Asia Mashariki zikisema kuwa zinataka kujadiliana na Marekani kuhusu ushuru huo mpya. Korea Kusini ilisema waziri wake wa biashara atazuru Marekani siku ya Jumanne. Japan, ambayo ni msafirishaji mkubwa wa bidhaa zake kuelekea Marekani, imesema itachukua pia hatua za kulinda ajira, lakini pia itaendelea kutafuta kulegezewa masharti na Marekani. Lazima tuendelee kumuomba Rais Donald Trump apunguze ushuru dhidi ya Japan, lakini matokeo hayatakuja mara moja. Kwa hivyo, serikali lazima ichukue njia zote zinazopatikana ili kuhakikisha kuwa hatua za ndani zinatekelezwa. Wakati huo huo, China imehakikishia makampuni ya Marekani kuwa itasalia kuwa mahali pa matumaini kwa wawekezaji, huku pia ikionekana kusimama kidete kukabiliana na ushuru wa forodha wa Marekani unaoanza kutekelezwa siku ya Jumatano. Naibu rais wa biashara wa China Ling Ji alikutana na wawakilishi wa makampuni 20 ya Marekani siku ya Jumapili, ikiwa ni pamoja na Tesla. Aliwaambia China daima italinda haki za makampuni yanayofadhiliwa na nchi za kigeni, kiashiria kwamba mamlaka ya China haina mpango wa kuzuia makampuni ya Marekani kufanya biashara huko. China, ambayo ndio uchumi wa pili kwa ukubwa zaidi duniani, ilitangaza ushuru wa 34% kwa bidhaa za Marekani kwa kukabiliana na ushuru wa 54% kwa bidhaa za China zilizotangazwa na Rais Trump. Mkurugenzi wa Baraza la Kitaifa la Uchumi la White House, Kevin Hassett, aliambia shirika la habari la ABC News kuwa zaidi ya nchi 50 zimewasiliana na ikulu ya White House kuanza mazungumzo ya kibiashara tangu kutangazwa kwa ushuru wa Trump, akihoji wanafanya hivyo kwa sababu wanaelewa kuwa wanatoza ushuru mwingi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC. Na shukran. Ninaanzia katika uwanja wa St Mary's Stadium ambapo mkufunzi wa klabu ya Southampton Ivan Juric anatarajiwa kutengana na klabu hiyo baada ya kumalizika kwa msimu huu wa mwaka 2024-2025. Taarifa hii inakuja baada ya Southampton hapo jana kuthibitishwa kuwa klabu ya kwanza msimu huu kushushwa daraja kutoka ligi kuu ya Premier ya England baada ya kuadhibiwa mabao 3-1 dhidi ya Tottenham. The Saints sasa wanaburura mkia kwa alama 10 pekee katika msimamo wa ligi kuu ya soka England, huku wakisalia na mechi 7. Raia huyo wa Croatia aliteuliwa katika nafasi hiyo kumrithi Russell Martin siku 4 kabla ya siku kuu ya Christmas mwaka uliopita, na amekuwa usukani mwa klabu hiyo kwa siku 108 huku akipoteza mechi 12 kati ya jumla ya mechi 14
ya ligi kuu ya Premier ambazo amekuwa usukani. Na kiungo wakati wa Liverpool Alexis McAllister amesema wanapaswa kuepukana na makosa yote yaliyowafanya kudondosha alama dhidi ya Fulham na pia kufanya kwa bidii zaidi ili kutoa taji la ligi kuu ya England Premier. Katika mechi ya jana dimbani Craven Cottage, safu ya ulinzi wa vinara hao wa Premier iliyumbayumba na The Reds baadaye kuadhibiwa bao 3-2 dhidi ya Fulham. Liverpool wanaongoza ligi ya Premier kwa alama 73 wakiipiku Arsenal iliyo katika nafasi ya pili na alama 11. McAllister alisema, na hapa ninamnukuu, nadhani kutakuwa na watu wengi wanaosema kwamba ligi kuu imemalizika, lakini kwenye chumba cha kubadilisha nguo sisi tunajua kwamba ligi bado. Mwisho wa kumnukuu. Katika baadhi ya mechi 7 zilizosalia za Liverpool, The Reds wataialika West Ham kucheza dhidi ya Leicester City ugenini, kuvana na Tottenham wakiwa uwanjani Anfield, kucheza dhidi ya Chelsea ugenini na pia kuikaribisha Arsenal katika uwanja wa Anfield. Nikiwa bado katika soka, ndoto ya timu taifa ya soka ya Uganda ya vijana walio chini ya umri miaka 17 ya kufuzu hadi fainali za mashindano ya kombe la dunia itaamuliwa kupitia mechi za mchujo baada ya kupoteza mchezo wao wa mwisho wa kundi dhidi ya Zambia katika michuano ya AFCON inayoendelea huko nchini Morocco. Uganda sasa watashuka dimbani katika mechi ya mchujo dhidi ya timu ambayo bado haijatambuliwa kubaini mojawapo ya timu mbili ambazo zitaungana na waliofuzu robo fainali kuwakilisha Afrika kwenye kombe la dunia la FIFA la vijana walio umri wa miaka 17 litakalofanyika nchini Qatar. Katika mechi nyingine ya kundi A iliyochezwa jana Jumapili, wenyeji Morocco waliwadhibu Tanzania mabao 3-0. Kilikuwa ni kipigo cha 3 mfululizo kwa Tanzania katika mashindano hayo. Leo Somalia watashuka dimbani kumenyana na mabingwa watetezi Senegal, huku katika mechi nyingine The Gambia watakipiga dhidi ya Tunisia. Katika riadha, mwanariadha wa Ethiopia Fortian Tefsai ameshinda mbio za marathon za Berlin za wanawake. Mwanariadha huyo pia aliandikisha rekodi ya kuwa mwanariadha wa 5 kukimbia kwa kasi zaidi katika historia ya mbio hizo baada ya kunyakua ushindi huo ndani ya saa 1 dakika 3 na sekunde 35. Upande wa wanaume, raia mwenzake Gemechu Dida alinyakua dhahabu baada ya kuvuka kiunzi ndani ya dakika 58 na sekunde 43. Awali mwanariadha wa Burundi Rodrigo Kwizera naye alionyesha makali yake baada ya kunyakua ushindi katika mbio za marathon za Praga half marathon nchini Jamhuri ya Czech. Mwanariadha huyo aliibuka mshindi baada ya kumalizia mbio hizo ndani ya dakika 58 na sekunde 54 na hivyo kuvunja rekodi ya mbio za half marathon katika historia ya Burundi. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti. Mimi ni Shuaib Ibrahim.